Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude ametoa maagizo matano ikiwemo kuundwa kwa tume maalum ya kushughulikia na kutatua malalamiko ya wafanyakazi wa kiwanda cha kuchakata chuma na kutengeneza nondo cha Lodhia kilichopo mkoani Arusha. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa kiwanda hicho uliotokana na changamoto mbalimbali ikiwemo madai ya nyongeza ya mishahara. Akizungumza na viongozi na wafanyakazi wa kiwanda hicho, Mkude amesema tume hiyo inatarajiwa kuanza kazi mara moja. Ndani ya wiki mbili itawasilisha majibu ya suluhisho ya changamoto zinazowakabili wafanyakazi. Aidha, amewataka wafanyakazi kurejea kazini mara moja na kiwanda hicho kuendelea kufanya shughuli za uzalishaji. Ukaguzi wa kina juu ya mishahara ya watumishi ufanyike ili watumishi walipwe kwa mujibu wa maelekezo ya serikali. Malipo yawe sawa na maeneo mengine kama Dar es Salaam na hapa Arusha natakiwa walipwe sawa sawa. Kwa hiyo serikali yenu ya wilaya ya Arusha imechukua, itaunda timu itakayoongozwa na kamanda TAKUKURU wa wilaya, na chini yake watakuwepo watu wasiopungua 5 kufanya uchunguzi katika mambo yafuatayo yanayohusiana na rushwa: posho wanazozipata wafanyakazi, kodi wanazotozwa wafanyakazi, wakati wa overtime, na hata baadhi ya viongozi wametuhumiwa wanapoingia hapa na uondoka bila ya kuwasikiliza wafanyakazi. Mambo mbalimbali yamezungumzwa ikiwa ni pamoja na mishahara kuchanganywa na overtime na malipo kutofautiana kati ya kiwanda cha Dar es Salaam na hiki hapa ambacho ni kiwanda mama, na haki mbalimbali za watumishi. Timu hii itapewa adidu rejea hizo na kuzifanyia kazi, na ninawapa wiki 2 kukamilisha na kuleta ripoti ambayo tutachukua hatua, ikiwa ni pamoja na kutoa uwajibikaji kwa watakaohusika. Wilaya ya Arusha inaelekeza uongozi wa kiwanda wasifunge kiwanda na wafanyakazi wote wanatakiwa kurudi kazini wakati tunashughulikia masuala yaliyojitokeza hapa kiwandani. Kwa upande wake, afisa kazi mkoa wa Arusha Deodatus Munisi amesema kima cha chini cha mshahara kinachotangazwa na serikali hutofautiana kulingana na sekta husika, akisisitiza umuhimu wa kufuata miongozo ya kisheria. Namba 605A, waziri wakati anatamka akasema kwamba wastani wa ongezeko la mshahara kwa sekta binafsi ni 358,322 ambao ndo wastani wa ongezeko la huu mshahara wa kima cha chini cha mshahara. Lakini katika huo waraka, kila sekta inabidi uangalie kwamba unaangukia kwenye sekta gani, uangalie mshahara wako, si ndivyo jamani? Tumeelewa hapo? Kwa hiyo ile 358,322 sio kwamba ndo mshahara wote wa sekta binafsi yote nchi nzima, kwa sababu sekta binafsi imegawanyika kwenye maeneo mbalimbali. Kuna utalii, kuna viwanda, kuna biashara, kuna sekta ya fedha, kuna ulinzi, kuna mashambani, sekta ya mashambani, lakini wastani wa ile ongezeko kwa jumla ndio ambao waziri alitamka. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuangalie sasa kwenye huu haraka, sisi tunaangukia kwenye sekta gani? Ambao ni sekta nini jamani? Lodhia ni sekta nini? Kiwanda. Kwenye kwa haraka huu shilingi ngapi? Si tumeusoma? ambao ni shilingi 200,000, si ndio?
Mgomo huu ulitokea kwa siku ya jana ambayo ilikuwa ni Januari 16 mwaka 2026, na haya yalikuwa ni sehemu ya malalamiko ya wafanyakazi hao. Mimi ni Profiti Manga. Kwa majina naitwa Frank Eric France, nafanya kazi Rozia hapa. Sisi kero yetu wafanyakazi kuhusu mishahara. Wafanyakazi tunanyonywa sana. Wafanyakazi sisi wengi tunapewa 190,000, anayezidi ni 200,000. Alafu wanasema hii kiwanda yetu ni kiwanda iko kwenye sekta ya kiwanda na biashara. Sasa sisi tulihitaji ufafanuzi. Kama serikali inatambua sekta mbili, sekta ya umma na sekta binafsi, tunataka tueleze hii sekta iko chini ya nani? Serikali mnamo Oktoba 17, 2025 kupitia waziri mwenye zamana ilitangaza kima cha chini cha mishahara kipya kutoka kima cha chini cha zamani ambacho kilikuwa ni 275,000. Kima cha chini cha zamani 275,000 wote wengi wao tuliopo hapa pia hatujakifikia. Na kima cha chini kipya ambacho kimetangazwa Oktoba 17 na waziri mwenye zamana pia akijafanywa kazi ambayo kilitangazwa ni Januari 1, 2026, nani waajiri wote waanze kufanyia kazi. Leo ni tarehe 16. Hamna chochote kilichofanyika na mwajiri wetu, na kingine ambacho kimeleta mkanganyiko kabisa, serikali pia itupe ufafanuzi kwenye swala hili moja.